Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu au kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba nchi za EU na NATO ambazo ni sehemu ya muungano wa walio tayari zinajadili kutuma wanajeshi Ukraine baada ya kusitishwa kwa mapigano katika muundo kuanzia ufuatiliaji au ulinzi wa amani hadi ujumbe wa kuzuia au uimarishaji wa jeshi la Ukraine. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anasema, tuna majadiliano, baadhi ya nchi wanachama ziko tayari kushiriki, baadhi haziko tayari kushiriki, na majadiliano haya bado yanaendelea. Alisema alipowasili katika mkutano usio rasmi wa waziri wa ulinzi kutoka muungano wa nchi zilizo tayari katika makao makuu ya NATO ulioitishwa kwa mpango wa Uingereza na Ufaransa bila ushiriki wa Marekani. Swali ni ikiwa kuna amani, ni aina gani ya askari au ni aina gani ya uhakikisho tunayohitaji? Majadiliano ni kama ni ujumbe wa ufuatiliaji, iwe ni ujumbe wa kuzuia, iwe ni ujumbe wa kulinda amani, iwe ni ujumbe wa kuimarisha au chaguzi tofauti za sera. Jumbe kuu la ulinzi la EU huko nje. Ingawa Marekani haipo kwenye mkutano huo, miundo ya NATO inashiriki kikamilifu katika mjadala huo, hasa kuhusu jinsi ya kuboresha uwezo wa Kiev kwenye uwanja wa vita. Kallas alisema, alibainisha kuwa Ukraine inahitaji akili, upatikanaji wa satellite na mambo mengine mengi. Kulingana na NATO, washiriki 30 wamekusanyika Brussels. Hawakoorodheshwa. NATO ina nchi 32. Marekani na Hungaria hazishiriki katika mkutano huo. Kallas anawakilisha Umoja wa Ulaya. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile Wizara mambo ya nje ya Falme za Kiarabu imetoa shukrani kwa Marekani na Urusi kwa uaminifu na uteuzi wa Abu Dhabi kama mahali pa kubadilishana wafungwa, wanadiplomasia wanasema kwenye taarifa. Wizara iliwasilisha shukrani zake kwa serikali za Marekani na shirikisho la Urusi kwa uaminifu uliowekwa katika Falme za Kiarabu na kwa kuchagua Abu Dhabi kama eneo la mchakato wa kubadilishana wafungwa ambao ulifanyika kwa uratibu kati ya Marekani na shirikisho la Urusi. Taarifa hiyo iliyotolewa na shirika la habari la Emirates, pia inajulikana kama WAM, ilisema, kwa mujibu wa Wizara mambo ya nje, upande wa Imarati unatarajia kuwa juhudi zake za upatanishi zitasababisha kupunguzwa kwa mivutano na kukuza mazungumzo na maelewano ili kufikia usalama na utulivu kikanda na kimataifa. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea, kwengineko, Urusi itachukua hatua zisizoepukika na kali za kulipiza kisasi kujibu hatua zozote za Japan ambazo zinaweza kutafsiriwa kama kuhusika kwake katika kusambaza silaha kwa Kiev. Msemaji wa Wizara mambo ya nje Maria Zakharova anasema kuhusu uamuzi wa Tokyo kujiunga na kituo cha usaidizi wa usalama na mafunzo cha NATO cha Ukraine. Katika muktadha huu, tunataka kusisitiza kwamba hatua zozote za Japan kushiriki moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja katika kuipatia Ukraine silaha na zana za kijeshi zinazokusudiwa kuwaua raia wa Urusi au kusaidia katika mafunzo ya wapiganaji wa Ukraine zitachukuliwa kuwa za uhasama usio na shaka, alisema. Iwapo vitendo kama hivyo vitatokea, bila shaka tutajibu kwa hatua kali ambazo zitadhuru kwa kiasi kikubwa maslahi ya Japan katika maeneo yake nyeti. Zakharova alibainisha kuwa vitendo hivyo vya uharibifu ambavyo vinaiweka Japani mbali zaidi na dhahania maendeleo ya amani iliyopendekezwa na vizazi vilivyopita vya wanasiasa wa Kijapani, sio tu kusababisha upotezaji wa hali yake kama serikali ya pacifist, msingi wa uaminifu kati ya majirani zake wa kikanda, lakini pia hatari ya ushiriki wa wazi wa Tokyo katika adventures ya kijeshi na uhalifu unaofanywa na uongozi wa muda mrefu wa Ukraine. Vile serikali ya Hungaria itaanza kutuma kura za kupiga kwa wakazi wote kwa ajili ya kura ya maoni ya kitaifa kuhusu uwezekano wa Ukraine kujiunga na Umoja wa Ulaya. Gegle Gulias, mkuu wa ofisi ya waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban, anaarifu waandishi wa habari. Aliwasilisha taarifa iliyochapishwa hapo awali kwamba vyombo vya habari ambayo ina swali moja la ndio au hapana. Je, unaunga mkono Ukraine kuwa mwanachama wa EU? Kura hiyo imechapishwa kwenye karatasi maalum inayostahimili ulaghai. Upigaji kura utaendelea hadi mwisho wa Mei, huku hesabu ikifanywa chini ya uangalizi mkali. Matokeo yatatangazwa, Gulias alifafanua. Gulias aliongeza kuwa Budapest itategemea matokeo ya kura ya maoni wakati wa mashauriano na Brussels. Ni muhimu kwa sauti ya Hungaria kuhusu swala hili kusikilizwa, afisa wa serikali alisema. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Wakati hayo yanaendelea kushika hatamu, ni kwambie vita vya Urusi dhidi ya Ukraine bado vinaendelea na wanajeshi
upande wa Ukraine wanaendelea kujeruhiwa, lakini pia hata baadhi wanajeshi wa jeshi la Urusi pia nao wanaendelea kujeruhiwa, lakini vifo vingi vinavyoonekana zaidi ni vya jeshi la Ukraine. Kwingineko ni kwamba baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zinapinga vikali matumizi ya mali ya Urusi iliyohifadhiwa magharibi kwa mahitaji ya Ukraine. Mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa masuala ya kigeni na sera ya usalama Kaja Kallas anasema, linapokuja suala la mali ya Urusi iliyogandishwa, tunazungumza na nchi wanachama 27. Tunafanya mipango kwani kuna hatari fulani na tunahitaji kutafuta njia ya kuzishughulikia. Kando na hayo, nchi zingine zinapinga vikali. Kallas alikataa kutaja nchi hizo. Anasema, sitawataja, lakini unaweza kusoma kuhusu kila kitu kwenye vyombo vya habari na haitakuwa vigumu kufahamu, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Umoja wa Ulaya aliongeza. Vile inavyoonekana, Le Monde inayoendesha story kuhusu uharibifu wa viwanda muhimu vya ulinzi katika mkoa wa Sumi wa Ukraine ni wazo kwamba Ufaransa na Magharibi zinatambua kwamba uwezo wa kijeshi na viwanda wa Kyiv umekamilika. Alexander Stepanov, mtaalamu wa kijeshi katika taasisi ya sheria na usalama wa kitaifa, chuo cha uchumi wa kitaifa na utawala wa umma wa Urusi, anasema pia msingi wa hadithi ni wito uliofichika wa kuongeza usaidizi wa Ukraine. Stepanov ambaye pia ni mtafiti mkuu katika taasisi ya Amerika ya Kusini ya chuo cha sayansi cha Urusi anasema, ikiwa habari hii kuhusu uharibifu wa viwanda huko Shotska, mkoa wa Sumi, itachapishwa katika vyanzo vya wazi vya Magharibi, ikiwa ni pamoja na vya Ufaransa, na kwa ushuhuda sio chini, hii inaweza kuonyesha kwamba Wafaransa wanatambua kwamba uwezo wa kujitegemea wa kijeshi na viwanda wa Ukraine umekamilika kabisa, na wanataka msaada wa ziada kwa vikosi vya wanajeshi vya Ukraine. Mnamo Aprili 9, Le Monde iliripoti ikimnukuu afisa wa Ukraine Anton Sebin kwamba mashambulizi ya usahihi ya Urusi yataharibu viwanda vya enzi za Sovieti ya Zvezda ambayo hutengeneza baruti na silaha nyingine. Zote mbili zilikuwa maeneo muhimu ya kutengeneza risasi. Stori hiyo ilisema kwamba Urusi ilishambulia maeneo hayo mnamo 2024 pamoja na Disemba 31. Vile ukombozi wa eneo la Zuravka katika mkoa wa Sumi umeleta wanajeshi wa Urusi karibu na Yunakovka inayotumiwa na jeshi la Ukraine kusambaza kundi lake la mapigano kwenye mkoa wa Kursk. Chanzo katika duru za ulinzi za Urusi kinasema, Urusi inapanua eneo lake la udhibiti kwenye mkoa wa Sumi. Wapiganaji wetu wanasonga karibu na Yunakovka. Chanzo cha ulinzi kilisema, Yunakovka ni kituo cha vifaa kwa jeshi la Ukraine kusambaza kundi lake la mapigano katika eneo la mpaka la Kursk la Urusi. Wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti mapema Alhamisi kwamba vitengo vya vita vya kaskazini vya Urusi vilikomboa makazi yayo ya Zuravka katika mkoa wa Sumi. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia uwanja wa ndege wa kijeshi wa Ukraine, magala ya makombora na mizinga katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Alhamisi. Kundi la kaskazini la Urusi limesababisha vifo vya takriban askari 105 wa jeshi la Ukraine na kuharibu mizinga kwenye eneo la wajibikaji karibu na makazi ya Prokod, Turia, Krasnopol, Ogroyed kwenye mkoa wa Miropolz. Vilevile kundi la mapigano la Urusi la Magharibi limesababisha majeraha kwa zaidi ya askari 250 wa Ukraine na kuharibu ghala la risasi katika eneo lake la wajibikaji karibu na mkoa wa Kharkov pamoja na Lugansk kwenye makazi ya Duvarichanskoye, Yampol, Kirovsky katika Jamhuri ya Donetsk. Kwa kuongezea, vikosi vya Urusi pia vimeharibu ghala la risasi la jeshi la Ukraine. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile wachunguzi wamepata miili ya raia 9 kwenye kijiji cha Makhnovka katika mkoa wa Kursk na kubaini kuwa waliuawa katika shambulio la maksudi la makombora la Ukraine dhidi ya nyumba za familia moja. Msemaji wa kamati ya uchunguzi ya Urusi Svetlana Petrenko anasema, hayo yakiendelea, jeshi la Urusi limeweza kupiga biashara 2 kwenye jiji la Dnipropetrovsk linalotumiwa na jeshi la Ukraine kwa madhumuni ya ukarabati na uzalishaji wa silaha. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa tume ya uhuru, miradi ya kizalendo na msaada kwa maveterani wa chama cha kiraia cha Urusi, anasema hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa zaidi ya kilomita za mraba 4 karibu na kijiji cha Kamenskoye kwenye mwelekeo wa Stepanogorsk kwenye mkoa wa Zaporizhzhia, wakisonga mbele kutoka kwenye makazi ya Lobkovoe. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa enzi kuu, miradi ya kizalendo na msaada kwa tume ya veterani, anasema wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema mnamo Aprili 3 kwamba hatua za madhubuti za kikundi cha vita cha Dnipa zilisababisha ukombozi wa makazi ya Lobkovoe ya mkoa wa Zaporizhzhia. Vile
Vikosi vya Ukraine vimeshambulia wilaya 7 za mkoa Belgorod katika siku iliyopita kwa ndege 78 zisizo na rubani na kufyatua risasi 81. Governor Vyacheslav Gladkov anasema pia raia mmoja alijeruhiwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya FPV. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo tunaendelea kukusogezea hapa za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, lakini pia na taarifa nyingine mbalimbali yale ambayo yanaendelea huko katika taifa la Israeli na mataifa mengineyo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amepuuzilia mbali shutuma za Volodymyr Zelensky dhidi ya Moscow ya kuingiza China kwenye mzozo wa Ukraine. Anasema hii sio hivyo, China inashikilia pistoni yenye usawa. China ni mshirika wetu wa kimkakati na rafiki. China daima imekuwa na msimamo wa usawa. Hii ndiyo sababu Zelensky si sahihi. Wizara ya mambo ya nje ya China ilisema Jumatano kwamba Beijing haikutuma wanajeshi kushiriki katika mzozo wa Ukraine na kwamba mamlaka ya nchi hiyo iliwaamuru raia wake kujiepusha na kujihusisha na vitendo vya kijeshi. Hapo awali Ukraine ilitoa madai ya raia wa China kushiriki katika mapigano. Vile wanajeshi wa Ukraine wamenaswa kwenye eneo la mashambulizi katika eneo la Zelensky inaitwa Toretsk na Ukraine na Dimitrov katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mshauri wa mkuu wa DPR Igor Kimakovsky anasema vikosi vya Urusi vimepata mafanikio makubwa kwenye eneo la Sukhaya Balka, ikiwa ni pamoja na makazi ya Alexandropol, Pantelemonovka na Valentinovka, ambako wanajeshi wa Ukraine wanakabiliwa na shinikizo kubwa. Kwa kuongeza, data zinazoingia za uendeshaji zinaonyesha kuwa vikosi vya Kirusi vinapigana kwa mafanikio katika mwelekeo wa Toretsk, ambapo mashambulizi makali na mashambulizi ya kutumia ndege ndogo yamehusika. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile wanajeshi wa Urusi wanakamilisha operation ya kusafisha misitu katika viunga vya Guyevo kwenye mkoa wa Kursk na wanasafisha mabaki ya jeshi la Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi iliripoti hapo awali kwamba kikosi cha kaskazini cha vita cha Urusi kilikomboa makazi ya Guyevo kwenye eneo la mpaka wa Kursk. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.